سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله الكرام شرفا. أما بعد, ndugu zangu Waislamu, tunaendelea na kipindi chetu katika kuizungumzia talaka katika Uislamu. Mada iliyopita na ambayo tunaiendeleza leo bimashiatillah ni mada inayozungumzia kutuka talaka 3 kwa tamko moja. Tulizungumza mada hii na tukajua ya kwamba wanawachuoni wameshika njia 3 katika kuizungumzia talaka, kutuka talaka 3 kwa tamko moja. Kauli ya kwanza ni kauli ambayo ni ya Ahlus Sunna wal Jamaa alladhi ajma'u alaiha, kauli ambayo wanawachuoni wamekubaliana, maneno ambayo wanawachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa wamekubaliana ala anna talaq fi hadhihi sura yaqa 3, ya kwamba talaka 3 kwa tamko moja zinatuka 3. Na kauli ya pili ilikuwa ni kauli ya Dhahiria. Pia Imamu Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim al-Jawzi ambaye yeye anasema talaka 3 kwa tamko moja zinatuka talaka moja. Na kauli ya 3 na ya mwisho ni kauli ya ahra, tuseme ni kauli ya Mashia ambao wao wanasema talaka 3 kwa tamko moja haituki hata moja. Tulipata dalili za wana wa chuoni ambao ni jumhur au wana wa chuoni ambao ni wa Ahlus Sunna wal Jamaa katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na athar, lakini pia ijma' ambayo zilikuwa ni hoja zenye nguvu ambazo haziingiliwi na hoja juu yake. Na tukazungumzia pia hadithi 2 ambazo walizifanya watu wa madhehebi hii ya pili kuwa ni dalili yao, ambao ni hadithi ya kwanza ameipokea Imam Muslim, inaenda kwa tamko kana at-talaq ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakar wa sanatayn min khilafati Umar at-talaq 3 wahida. Ilikuwa talaka kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, pia kipindi cha Abu Bakr, na miaka 2 katika ukhalifa wa Umar, talaka 3 kwa tamko moja zilikuwa zinatuka moja. Fakala Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab akaja na tamko ambalo linasema inna an-nasa qad ista'jalu fi amri kanat lahum fihi anat, hakika watu wamefanya haraka katika jambo ambalo walikuwa watu hao katika jambo hili wanatakiwa wafanye utaratibu, wafanye upole. Falau amdainahum alayhi, lau tutalipitisha hili kwa wao, fa amdahu alayhim. Umar ibn al-Khattab akapitisha ya kwamba talaka 3 kwa tamko moja zihesabike kuwa ni 3. Lakini pia hadithi ya Ikrima ambayo ameipokea kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ambayo imekuja kwa tamko talaka Rukana imra'atahu 3, Rukana alimuacha mkewe talaka 3 fi majlisin wahid, katika kikao kimoja. Fahazina alaiha huznan shadida, Rukana akahuzunika juu ya mkewe aliyemuacha talaka 3 huzni kubwa. Kama ilivyo ada na desturi, majuto huja baada ya kutenda kosa. Fasalahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Rukana kuhusiana na jambo lake alilolifanya. Kaifa talaktaha, Mtume anamuuliza Rukana, umemwachaje mkeo? Qala, Rukana akasema 3, nimemuacha talaka 3. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam fi majlisin wahid, umemuacha talaka 3 kwenye kikao kimoja? Qala naam, Rukana akamjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumwambia ndiyo. Mtume akamwambia Rukana, fa innama tilka wahidatun, elewa hiyo ni talaka moja, farjiha,
in shi'ta, mrejee mkeo ikiwa unataka kumrejea. Farajaha, Rukana akamrejea mkewe kwa ruksa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo hadithi hii ipo katika musnad ya Imamu Ahmad rahimahullah. Hizi hadithi ukizisoma kiujumla zinakujulisha ya kwamba talaka tatu kwa tamko moja zinatuka moja, kama ambavyo wamezileta wanawachuoni wa kauli hii ya pili kuwa ni dalili kwao. Lakini wanawachuoni wa ahlus sunna wal jamaa ambao wao wanatamko la kwamba talaka tatu kwa tamko moja zinatuka tatu kwa adilla ambazo tumezitaja katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia katika athar za masahaba, lakini pia katika ijma', wamerejesha kauli hizi za Ibn Taymiyyah pamoja na Ibn al-Qayyim na madhhab ya Dhahiriyya kwa kuwajibu majibu yafuatayo. Hadithi ya kwanza ambayo imekuja inasema kana talaq ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakr wa sanatayn min khilafati Umar athalath wahida. Kauli ambayo inasema kwamba talaka tatu kipindi cha Mtume na Abu Bakr pamoja na miaka miwili ya Umar, talaka tatu zilikuwa zinahesabika ni talaka moja. Kauli hii wanasema wanawachuoni hadithi hii ni munkar. Hadithi ni munkar, qad khalafahuma ma huwa aula minhuma, qad khalafahu ma huwa aula minhu. Hadithi hii imeenda kinyume, imekhalifu hadithi ambazo ni bora, ni hadithi ambazo zina nguvu kuliko hii hadithi. Kwa maana hii hadithi inapingana na hadithi zilizokuwa bora. Sa'id ibn Jubair na Imamu Mujahid na Malik ibn al-Harith, pia Muhammad ibn Iyasi ibn al-Bakiri, Nu'man ibn Abi Ayash, wote hawa wanapokea kauli kutoka kwa Ibn Abbas fi man talaqa imra'atahu thalatha, kuhusiana na mtu ambaye amemuacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja, annahu qad asa Allah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema mtu atakayefanya jambo hili, huyu atakuwa amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wabanat minhu imra'atuhu, na mkewe kwa talaka hizi alizozitoa hampati tena. Wala yankihuha, na wala hata muoa, illa ba'da zawajin, isipokuwa baada ya kuolewa ndoa na mtu mwingine na amuache, au mtu huyu atakayemuoa wa pili afariki, ndiyo aruhusiwe yeye kumrejea. Na lau kama ingekuwa kama wanavyodai wale ambao wanasema Ibn Abbas alikuwa na kauli hii, basi wasingekhalif. Kwa maana Ibn Abbas lau angekuwa anaijua hadithi hii na kuikiri na kuikubali, asingekhalif, kwani yeye ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. La yumkinuhu an yukhalifa sunnata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni jambo ambalo ni muhali kwake yeye kwa itikadi yetu sisi ahlus sunna wal jamaa kwenda kinyume na sunna, kwenda kinyume na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia hadithi ya tatu, hadithi ya pili ambayo ni hadithi ya Rukana. Rukana ambaye alimuacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja, naye akapatwa na huzuni kama mwanadamu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza namna alivyomuacha mkewe, akamwambia nimemuacha talaka tatu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuendelezea swali kwa kumuuliza fi majlisin wahid, katika kikao kimoja. Rukana radhiyallahu anhu akamjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumwambia naam, ndiyo nimemuacha katika kikao kimoja. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Rukana, innama tilka wahidatun, hiyo ni talaka moja, farji'ha in shi'ta, mrejee mkeo ukitaka. Farajaha, Rukana akenda akamrejea mkewe. Hii hadithi wanawachuoni wanasema imekuja katika baadhi ya turuki zake, katika baadhi ya njia zake
anna Rukana, ya kwamba Rukana talaqa imra'atahu albatta, alimuacha mkewe moja kwa moja, talaka za moja kwa moja. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallama akamuuliza Rukana, ma aradta illa wahida, wewe hukukusudia kwa tamko lako uliloliongea isipokuwa talaka moja. Faqala, Rukana akasema, wallahi ma aradtu illa wahida, ni kweli nimetamka talaka tatu, lakini mimi sikukusudia kwa tamko lile nililolitamka isipokuwa talaka moja. Fahadha, jambo hili ambalo amelitamka Rukana mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yadullu ala annahu law arada thalatha la waqa, linajulisha ya kwamba lau Rukana angetaka na angekusudia kumwacha mkewe talaka tatu, basi zingetuka tatu. Na kama si hivyo, isingekuwa kumwapisha kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam Rukana ina maana ya aina yoyote. Kama tunavyoona, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwapisha Rukana ya kwamba hukukusudia isipokuwa moja, na Rukana radhiyallahu anhu akaapa akasema, wallahi ma aradtu illa wahida, mimi sikukusudia isipokuwa moja. Na tukilirejea kauli hili tunaona ya kwamba lau Rukana angekusudia kwa tamko lake talaka tatu, wanawachuoni wanasema zingetuka tatu. Idhan hakuna dalili ya kujitosheleza katika kauli hii. Lakini pia hadithi ya Rukana tukizungumzia katika upande mwingine juu ya kusahihi kwake au kutokusahihi kwake, imepokewa katika baadhi ya matamko ya hadithi hii ya Rukana annahu talaqaha thalatha, ya kwamba Rukana alimuacha mkewe talaka tatu, na katika baadhi ya matamko wahida, Rukana alimuacha mkewe talaka moja, na katika baadhi ya matamko talaqaha albatta, alimuacha mkewe talaka ya moja kwa moja. Na kwa sababu hii Imam Bukhari rahimahullah alikuja kuizungumzia hadithi hii na kusema innahu hadithun muttarib, hadithi hii ni hadithi muttarib. Na kama tunavyojua katika mizani ya aljarh wa ta'dil, hadith almuttarib hadithun dhaif, hadithi ambayo ni muttarib ni hadithi dhaif katika mizani ya watu wa hadithi. Kwa hivyo hadithi hii haiwezi ikasimamishiwa hujja, kwa sababu Imam Bukhari tayari kashaiti ya dosari kwa kusema ni hadithi muttarib, na hadithi muttarib ni hadithi miongoni mwa hadithi dhaifu. Hivyo haiwezi ikawa ni hujja mbele ya hadithi ambazo wamezitoa maulama wa ahlus sunna wal jamaa ya kwamba inasihi hadithi, zinasihi talaka tatu kwa tamko moja. Pia Imamu Ahmad rahimahullah alizungumza kuhusiana na hadithi hii pia, akasema hadithu Rukana turuquhu kulluha dhaifa, hadithi hii ya Rukana njia zake zote ni dhaifu. Njia yani sanadi zote zilizokuja kuzungumzia hadithi hii, sanadi zote zilizopokelewa kuhusiana na hadithi hii ya Rukana, zote zimekuja katika njia dhaifu, pamoja na kwamba Imamu Ahmad ndiye aliyepokea hadithi hii, lakini anaiweka pia katika kifungu cha hadithi dhaifu. Na baadhi ya wanawachuoni wakaja wakasema fi sanadihi majhulun, katika sanad ya hadithi hii, yani marawi wa hadithi hii ambao wamepokea hadithi ya Rukana, kuna marawi ambao ni majhul, hawajulikani. Na majhulu imma ikiwa ni majhulul ain au majhulul hal, kila huma inakuwa hadithi ni dhaifu. Na wakasema wafihi man huwa dhaifun matruku, na ndani ya sanadi ya hadithi hii wapo ambao wanajulikana lakini wao ni madhaifu, ambao hadithi zao zimeachwa, hazifanyiwi kazi katika sheria ya Kiislamu. Imam Sheikhul Islam alikuja na tamko, anasema wa hadithu Rukana dhaifun inda a'immatil hadith, hadithi ya Rukana ambayo tunayo tumeifanya kuwa ni dalili ya kuwa talaka tatu kwa tamko moja inatuka talaka moja, hadithi hii ni dhaifu kwa maulama wa hadithi. Dhaafahu Ahmadu, ameidhofisha hadithi hii Imamu Ahmad, lakini pia akasema wal Bukhari, na Imam Bukhari wa Abu Ubaid
wa Ibn Hazmi. Abu Ubaid pamoja na Ibn Hazmi pia wameidhoofisha hadithi hii kwa kusema bi anna ruwatahu laysu mawsufina bil adli, marawi wa hadithi hii hawasifiwi kwamba wao ni waadilifu, hawana uadilifu. Pia adhabti, uhifadhi wao ulikuwa si mzuri katika kuhifadhi dalili. Kwa hivi tunaona kwamba kauli hii ya kusema talaka tatu kwa tamko moja inatuka moja ni kauli dhaifu, hususan katika ulimwengu huu wa Kiislamu, na ni kauli dhaifu kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni kauli dhaifu kwa sababu imekhalif ijma'. Wamekubaliana wanawachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa ya kwamba talaka tatu kwa tamko moja zinatuka tatu, na kama wanavyosema wanawachuoni, idhan aqada al-ijma' fala yajuzu inkaru wala al-khuruju anhu. Pindi ijma' itakapounganyika, kwa maana wanawachuoni watakapokubaliana juu ya hukumu ya jambo katika zama fulani, hairuhusiwi na wala haijuzu kuipinga ijma' hii, na wala haisihi na wala haijuzu kwenda kinyume na kutoka nje ya ijma' hii. Kwa maana wote kama Ahlus Sunna wal Jamaa, kauli yetu inasema ya kwamba pindi mtu atakapomwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja zinatuka tatu. Kwa upande mwingine, hadithi ambazo wamezileta watu ambao ni mukhalifin, waliokwenda kukhalif ijma', waliokwenda kukhalif kauli ya Ahlus Sunna wal Jamaa, ni kwamba hadithi zao walizotumia zote ni dhaifu, na ni hadithi ambazo haziwezi zikasimamishiwa hujja mbele ya hadithi za wana wachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa, wakiwemo masahaba wa Mtume ridwanullahi alaihim ajma'in, wakiwemo matabi', wakiwemo wale wanawachuoni wa madhhabi zetu zote nne, Hanafia, Malikia, Shafi'ia pamoja na Hanabila ridwanullahi alaihim ajma'in. Hadithi au dalili walizokuja kutumia watu wa madhhabi ya tatu waliosema kwamba hadithi, waliosema ya kwamba talaka tatu kwa tamko moja inatuka, haituki hata moja. Wao walikuja na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo kauli hii imepokelewa na Aisha radhiyallahu anha. Anasema Aisha, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, rehma za Allah ziwe juu yake na amani, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu, yoyote atakayezusha katika jambo letu hili kitu ambacho hakipo katika jambo letu hili, basi kitu hicho kinakataliwa. Kwa maana yoyote atakayekwenda akaleta jambo ambalo halipo katika Uislamu, halipo katika utaratibu wa dini ya Kiislamu, jambo hili linakataliwa. Ni hadithi ambayo ameipokea Imam Bukhari, pia ameipokea Imam Muslim rahimahumullah. Hadithi hii iko wazi dalili yake ya kwamba man fa'ala shay'an, yoyote atakayefanya kitu khilafu sunna, ambacho kipo kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ghairu makbul, kitu hichi si chenye kukubalika. Yani yoyote mtu atakayetenda kitendo ambacho kipo katika mizani ya sheria, kitendo hichi kikenda kinyume na sunna za Mtume, kikawa kinapingana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitu hichi wanasema hakitakubaliwa. Kwa maana nyingine, kitu hichi ni batil. Wakasema waman talaqa thalatha, na yoyote atakayeacha talaka tatu bikalimatin wahida, kwa tamko moja, khalafa sunna, huyo atakuwa ameenda kinyume na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa atal bid'a, na ameleta bid'a. Fabid'atuhu ghairu makbul, bid'a yake hii haitakubalika. Fatalaq idhan ghairu waqi', wakasema kwa mfumo huu talaka haitasihi. Kwa nini? Wao hujja man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, yoyote atakayeleta jambo ambalo halipo katika utaratibu wa Kiislamu, limekhalifu sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, limeenda kinyume na maelekezo na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo hili ni batil, jambo hili litarejeshwa na halitakubaliwa katika Uislamu.
na tukaona ya kwamba maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kusihi talaka ni kwamba anatakiwa Muislamu aache, atoe talaka kwa kila tahara ambayo hajamuendea mkewe katika tahara hiyo, amuache talaka moja. Umuache mwanamke talaka moja katika tahara ambayo huja muendea, na ukimuacha katika mfumo ambao si huu, basi wewe utakuwa umekhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeyote atakayekhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam faqad ata bil bid'ah, huyu atakuwa ameleta kitu kinachoitwa bid'ah, na bid'ah siku zote ghairu makbul, si yenye kukubalika katika mizani ya sheria. Basi ndio wakaweka uzani wakasema, kwa hivyo sasa talaka yake mtu huyu maadamu amekhalif sunna na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haitasihi, na atabakia mke aliyempa talaka kwa mfumo huu bado ni mke wake wa ndoa, ni halali kwake. Kauli hii wanawachuoni wameipokeaje? Kauli hii wanawachuoni wameizungumziaje? Na katika kuwajibu watu walioleta kauli hii ambao bil ahra humu Shia, ni Mashia, Allah awarehemu wanawachuoni hao waliozungumza kauli hii, anasema yuraddu bi anna an-nusus as-sariha, majibu yake ni kwamba zipo nas ambazo ziko wazi, tadullu ala wuku'i at-talaq, ambazo zinajulisha juu ya kutuka talaka, bihadha an-naw', kwa mfumo huu ambao umekuja. Kwa maana zipo hadithi sahih, hadithi zilizokuwa wazi ambazo hazina mafumbo ndani yake, zinazotujulisha ya kwamba mtu atakapomuacha talaka tatu mkewe zinatuka tatu na talaka inasihi. Kwa maana hiyo wakasema wanawachuoni, la yajuzu al-iltifatu ila at-ta'wilat, haifai tena kugeukia kwenda katika ta'wili ambazo zipo kinyume na maelekezo haya, allati la haqiqata laha, ambazo ni ta'wili hazina maelekeo ya aina yoyote. Pia walileta dalili yao ya kiakili. Dalili yao ya kiakili inasema, inna hadha at-talaq bid'iyyu, talaka hii aliyoileta huyu bwana aliyemuacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja ni talaka bid'a, na kwa makubaliano ya wanawachuoni. Taban wale wanawachuoni wa ahlus sunna wal jamaa na waliokuwa sio wa ahlus sunna wal jamaa wanakubaliana ya kwamba mtu ambaye atamuacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja, talaka hii ipo katika upande wa talaka bid'a. Nao hawa wanawachuoni wao wanasema talaka hii aliyoileta ni talaka bid'a bittifaq, kwa makubaliano ya wanawachuoni wote, bila kubagua dhihebi, bila kubagua firqa, bila kubagua kundi au jambo jingine. Wal bid'iyyu yu'tabaru laghwan, na siku zote bid'a hujulikana kama ni upuuzi. Yani bid'a katika sheria yetu yu'tabaru laghwan, huzingatiwa kama ni upuuzi, ghairu nafidh, jambo ambalo halipitishwi. Kwa hivyo basi wao wanasimama katika msimamo wao ya kwamba mtu atakapomwacha mkewe talaka tatu kwa tamko moja haitatuka hata moja, bali atabakia kuwa ni mkewe. Tuje katika kuangalia na kuzipembua kauli hizi tatu ambazo ni kauli za maulama. Kauli ambayo ni ya ahlus sunna wal jamaa, kauli ya kwanza, talaka tatu kwa tamko moja zinatuka tatu, ambayo haijuzu kwa Muislam kwenda kinyume na kauli hii. Haijuzu kwa mtu kwenda kinyume na kauli hii, lakini huenda baadhi ya watu wakasema zipo baadhi ya nchi za Kiislamu ambazo zimetumia kauli ya kwamba talaka tatu kwa tamko moja inatuka moja. Kwa mfano Misri awali ya jambo walikuwa wanatumia kauli ya ahlus sunna wal jamaa. Tunapozungumza Misri, maana yake tunazungumza serikali mzima, mfumo mzima wa kimaisha wanavyoishi ndani ya
mji wao wa Misri, walikuwa wanazingatia talaka tatu kwa tamko moja zinatoka tatu, mpaka zilipokithiri kwa wao talaka zikawa nyingi. Hapa wanawachuoni walikaa na kulizungumza jambo hili, wakaona walirejeshe nyuma, waji wachukue kauli inayosema talaka tatu kwa tamko moja inatoka moja. Lakini kauli hii ni kauli yao walioiweka katika kanuni zao na sio katika mizani ya sheria ya Kiislamu, kwa maana ni kauli ambayo inatumiwa na serikali ya Misri na wanazitumia hapo awali kabla ya kuichukua kauli hii kuingiza katika sheria au kuingiza katika daftari lao la maisha ya ndoa katika mji wa Misri. Hii haitufanye sisi tuiache ijmaa. Miji kama hii haitufanye sisi tuache muongozo wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama tulivyokushaona hapo awali, hadithi walizozitoa wanawachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa ni hadithi ambazo la inkara fihi, hakuna mtu ambaye anaweza kuzipinga juu ya kusahihi kwake, hakuna mtu ambaye anaweza kupinga juu ya dalili yake ya kwamba zimekuja wazi, zimekuja zikiwa zimejitosheleza ya kuwa talaka tatu kwa tamko moja zinatoka tatu. Haiwezekani kwa Muislamu kuziacha dalili hizi na kuelekea katika hoja au kauli ambayo ni kauli ya watu watatu au kauli ya wachache ambayo imekhalifu ijma, na kauli hii ikatumia hadithi ambazo ndani yake kuna maqal, hadithi ambazo zimedhoofishwa na wanawachuoni, ukatumia dalili na hadithi zilizokuwa dhaifu na kuziacha kauli na hadithi ambazo ni sahihi ambazo zimetoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama tukigeukia kauli ya tatu ya Mashia, yenyewe ipo nje kabisa katika mizani ya sheria ya Kiislamu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hajawahi kuzungumza na kuelekeza maelekezo kama haya. Kwa nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kujuzisha talaka ambayo wanawachuoni wanahesabu kuwa ni talaka bid'a, yeye amesema, Ibn Umar radhiyallahu anhuma siku moja alimwacha mkewe akiwa katika hedhi. Baada ya kumwacha mkewe akiwa katika hedhi, Ibn Umar Umar ibn al-Khattabi akenda akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na jambo hili, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Umar ibn al-Khattab, murhu an yuraji'aha, nenda kamwamrishe amrejee mkewe na amwache mpaka atakapotoharika, atakapoingia hedhi na akatoharika, kisha na amwache akitaka na akitaka abakie naye. Kwa hiyo talaka ya kumwacha mkeo katika hedhi ni talaka bid'a kwa makubaliano ya wanawachuoni pia, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alihesabu ni talaka, na ndio maana akamwamrisha Umar ibn al-Khattab aende akamwambie mwanawe, nenda kamwamrishe amrejee. Kwa maana talaka bid'a katika mizani ya sheria inasihi na ni kinyume na vile ambavyo amezungumza maulama wa Kishia. Wa ila huna, wassalamu alaikum wal afwa minkum.